DW. Maoni. Kundi la M23 limekubali mkataba na Jumuiya ya Kiuchumi ya Ukanda wa Kusini mwa Afrika SADC Ijumaa wiki iliyopita kuhusu kuondoka kwa vikosi vya SADC mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako zaidi ya madarzeni ya wanajeshi wameuawa katika mzozo unaoendelea. Jumuiya ya SADC yenye nchi 16 wanachama iliamua kufikisha mwisho tume yake mwanzoni mwa mwezi Machi katika mkutano wa kilele uliojikita katika machafuko yanayoendelea kuongezeka. Tume ya SADC nchini Kongo yenye wanajeshi kutoka Malawi, Tanzania na Afrika Kusini ilitumwa katika eneo la mashariki mnamo Disemba mwaka 2023 kusaidia serikali ya Kongo, ambayo pia ni nchi mwanachama, kurejesha amani na usalama. Kwa upande mwingine, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 wanapanga kufanya mazungumzo ya ana kwa ana Aprili 9 katika hatua inayoonekana kuimarisha jitihada za Qatar kufikisha mwisho mgogoro mbaya kabisa wa vita ambao umekuwa ukiendelea kwa miongo kadhaa. Yote haya yanaendelea huku mbabe wa zamani wa kivita wa Kongo Thomas Lubanga akitangaza kuunda kundi jipya la waasi. Je, makubaliano kati ya SADC na M23 yanatoa ishara gani katika jitihada za muda mrefu za kutafutia ufumbuzi mzozo wa Kongo? Kundi jipya la waasi la Lubanga litakuwa na athari zipi katika machafuko ya Kongo? Yapi yatarajiwe katika mazungumzo ya Doha? Mazungumzo haya yanaleta msukumo gani katika mchakato mzima wa kuleta utulivu mashariki mwa Kongo? Maswali haya yote pamoja na mengine ndiyo tutakayoyajadili katika kipindi chetu cha maoni mbele ya meza ya duara. Mezani leo tunaye Marcel Hamdun, mchambuzi wa siasa akiwa mjini Mwanza nchini Tanzania. Katika mji wa Kampala, Uganda, tunaye Kasim Kayira, yeye ni mchambuzi wa siasa za eneo la Maziwa Makuu. Mjini Paris nchini Ufaransa tumemwalika Profesa Ali Mali, yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Na huko jijini New York nchini Marekani tunaye Profesa David Monda, pia yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Mwenyekiti hapa Bonn ni mimi Josephat Charo. Na tuanze moja kwa moja nawe Marcel Hamdun hapo Mwanza, Tanzania. Wakuu wa majeshi ya Afrika Kusini, Zambia, Malawi na Tanzania walikutana na mkuu wa kitengo cha kijeshi cha M23 Sultan Makenge katika mji wa Goma, kwa mujibu wa taarifa ya pamoja iliyotolewa baada ya mkutano huo. Na pande hizo zikakubaliana kwamba M23 itasaidia kuondoka kwa haraka vikosi vya SAMI DRC na silaha zao na vifaa vyao kupitia uwanja wa ndege wa Goma, ambao kwa sasa hautumiki kwa sababu uliharibiwa na mapigano. Makubaliano haya yanaleta msukumo gani katika jitihada za kutafuta utulivu mashariki mwa Kongo? Bila shaka ni masukuni, ni mazungumzo ambayo yanatengeneza murwa au mwanzo wa murwa, usiwa kumaliza lakini wa kupunguza mivutano au vita katika eneo hili ambalo limeshuhudia vita mara nyingi. Ni jambo la kupendeza, japokuwa ni jambo ambalo linaonyesha umuhimu wa mapatano pengine kwa majeshi, wakuu majeshi wa Saudi Afrika, Tanzania na kwingine kujaribu kukaa na watu wa M23 ili kuhakikisha usalama wa kuondoa vifaa vyao bila nini. Lakini ni jambo ambalo lilianza mapema kwamba M23 walisema ili waondoke katika mji wa Goma, waachie mji wa Masisi, waachie mji wa Kivu, ni lazima vikosi vya kigeni vitoke katika maeneo haya na kuhakikisha kwamba masuala ya Wakongomani yanaamuliwa na Wakongomani wenyewe, lakini pia iwe ni ufunguo wa amani katika eneo hili. Na majeshi haya au viongozi wa chizi au kuona ajizi kwamba kama hili ndio linaweza kusababisha amani kupatikana, ni vizuri wakazungumza na wakaondosha, lakini wakataka ushahidi wa uhakika wa kuondosha vifaa vyao na askari wao bila kushambuliwa kupitia waji wa Goma ambao wamekataa mapigano. Kwa hiyo ni jambo jema, lakini la msingi la kuzingatia ni kwamba pengine faida si kupigana, faida si vikosi vya mataifa ya kwenda kupigana Kongo. Faida ni kuwa na Kongo ikiwa salama bila kujali kwamba kuna majeshi ya kigeni au majeshi ya wenyeji au majeshi ya watu gani ambayo yanapewa jeshi la serikali ambalo linapigana katika Kongo. Kwa hivi sasa kilichotokea ni kinaonekana kila maana, kwa sababu mazungumzo yamefanyika huko Doha baada ya mazungumzo ya Rwanda kufanikiwa, lakini mazungumzo ya Doha huko Qatar
yanaonekana yanaleta matunda kwa kiasi fulani, na pengine huenda ukawa mwanzo wa amani kupatikana angalau ya muda huu, japokuwa kuaminika sana. Haya, asante. Kasim Kayira, unamsikia hapo Marcel Hamdun. Hatua hii ya kukubaliana kati ya SADC na M23 na sasa tukielekea huko Doha, yapi maoni yako wewe? Kwanza kabisa nilikutana na Sultan Makenga mwaka 2012 punde tu baada ya kupigwa na kufukuzwa mji Goma, baada ya makubaliano yaliyofikiwa kati kwa kujaribu kusimamisha mzozo, wakati huo ambapo M23 ilikuwa imekamata mji wa Goma. Walikimbia na akaishia Kampala, yeye pamoja na kiongozi wa kisiasa wa kundi hilo wakati huo Bertrand Bisimwa. Nilikuja kukutana na viongozi hawa wawili mjini Kampala. Wakati huo mpaka hivi sijasahau uso wa Sultan Makenga, kutokana na hasira aliyopata, kutokana na unafiki ambao aliokuwa nasema aliupata baada ya kuwa wapiganaji wa M23 walikuwa wameombwa wajitoe mjini Goma kwa kilomita 20 kwenda mji wa Sake. Kilichofuata ni majeshi ya Tanzania, Malawi na Afrika Kusini kuwapiga vibaya kabisa na kuwatoa mji wa Goma. Sifikirii na sidhani kwamba M23 wamefikia kiwango cha kusamehe majeshi haya kutokana na kisa hicho. Ilipojitokeza kwamba tena majeshi ya SAMI yalikuwa yamekuja kuingilia kati kujaribu kusimamisha katika eneo ambapo East African Standby Force ama jeshi la Afrika Mashariki ambalo lilikuwa limeletwa likiongozwa na Kenya lilikuwa limeshindwa na hivyo kulazimika kuondoka. Kwangu nilikuwa nimeanza kupata hofu, nikasema ile uzoefu wa 2012 ni kama umerudi kuja katika njia hii. Sasa kuwa umefikia kiwango cha kuzungumza na hivyo kujaribu kupata njia hiyo na kuweza kutoa hata njia ya usalama ya majeshi haya ya SADC kuweza kujitoa, naona kidogo inatoa imani kuhusu ambacho Marcel amezungumzia, kutoa fursa kwa wanakongo kuweza kujaribu kukaa na hivyo kujadili masuala yao. Lakini nadhani kwamba kiini cha masuala ambayo yanazungumziwa bado kinapita juu kidogo, kati kundi kama 23 haliwezi kwenda kuhudhuria kutokana na nyaraka za kukamatwa ambazo zilitolewa. Kidogo inapunguza nguvu za kile ambacho huenda ikajitokeza, hasa ukiona kwamba ni rais wa Rwanda na rais wa Kongo ambao walikutana katika mkutano ambao wengi wanazungumzia ni kama kati yao kama viongozi, lakini haikuangalia swala kubwa. Ilikuwa ni kama Katari yenyewe ilikuwa inaangalia maslahi yake kwa wakati huo. Na kwa hivyo kidogo inatoa imani, lakini kwangu sidhani kwamba kiini kabisa cha mzozo wenyewe bado kinaanza kuzungumziwa, hakijaguswa vizuri kiasi kwamba naweza kupata imani kwamba huenda labda tukapata jibu la muda la kudumu. Ali Mali, ukubwa wa kikosi cha SADC haijawahi kuwekwa wazi hadharani, lakini wachambuzi wanakadiria kwamba idadi yake inafikia vikosi 1300. Afrika Kusini ilipoteza wanajeshi 14 katika mzozo wa mashariki mwa Kongo mnamo mwezi Januari. Wengi wao walikuwa katika tume hiyo ya SAMI DRC, lakini angalau wawili walikuwa sehemu ya kikosi cha tume ya amani ya Umoja wa Mataifa. Wanajeshi kutoka Malawi na Tanzania walishiriki pia katika tume hii ya SADC na waliuawa. Mchango wa SADC haujakuwa mkubwa sana katika mzozo huu wa mashariki ya Kongo. Kuondoka kwao, je, unaona kwamba kuna tija yoyote? Kwa kweli kuondoka kwao jumuiya kama SADC na nchi hizo ambazo zimeweza kutuma wanajeshi wake, kwa kweli kama kungekuwepo nia thabiti kabisa, sidhani kwamba M23 au hata nchi ya Rwanda inaweza kuthubutu kuweza kupambana vilivyo na mkusanyiko wa nchi hizo za SADC ambazo umezitaja. Lakini kushindwa kwao pia ni udhaifu wa mikakati na mipangilio ya jumuiya hiyo ya SADC, hasa kuhusu mzozo wa Kongo. Kwa hiyo kushindwa kwao ni lazima kuondoka kwao kufuate, kwa sababu hawana la kufanya. Ni aibu, ni udhalili ambao wameonyesha wao, na wanajeshi wao tayari wameuawa. Kwa hiyo hii hali inazidi kudhihirisha udhaifu wa jumuiya zetu sana za kikanda barani Afrika na serikali zetu za Kiafrika katika kusimamia mizozo yetu sisi wenyewe, huku tukisema matatizo ya Waafrika kwa suluhisho za Waafrika, lakini
bado hatujawa katika hali ya utendaji uliokuwa bora, uweledi wa kutatua matatizo yetu, kwa sababu bado tunategemea nje. Kwa hiyo kuondoka kwao lazima waondoke, hawana la kufanya. Walikuja kuleta amani, kuisaidia Kongo, na wameshindwa, na ardhi ile imetekwa na kikundi cha M23 kisaidiwa na nchi ya Rwanda, ambao haitaki kusikia SADC mle. Na ukitizama kwanza hata mazungumzo ambayo yalikuwa yasimamiwa na rais wa Angola, ambaye ni nchi moja katika wanachama wa SADC, ni kama yalipuuzwa na yakaelekezwa mjini Doha nchini Qatar, na huku tunaona kuna weza kuwa mwanga au dalili za kuendelea kwa mazungumzo, licha kuwa kupatikana kwa amani pia bado ni kitandawili. Kwa hiyo mimi nadhani kuondoka kwao ni muhimu waondoke, ili mengine yaweze kuendelea baada ya kushindwa kwao. Profesa Monda, tuangalie mbele sasa. Katika mazungumzo haya ya Aprili 9, ni duru ya pili hii ya mazungumzo ya Doha. Yale ya kwanza yalifanyika, lakini hakuna taarifa nyingi sana ambazo zilijitokeza. Unaona nini katika mazungumzo haya? Ndugu mwenyekiti, mimi nasikitika kusema kwamba sioni dalili nzuri za kuweza kufanikishwa kwa mazungumzo haya ya Doha. Nasema hivyo kwa sababu mbili kubwa. Cha kwanza ni kwamba ni kitendawili hiki cha kikosi hiki cha M23. Je, wataweza kurudisha ile ardhi wameichukua kimabavu kupitia njia za kijeshi, kwa kumwaga damu za wafuasi wao, wanajeshi wao, tu kwa sababu ya mikataba? Tukijua siku za nyuma M23 imesema ya kwamba mikataba hii imekuwa ni duni. Upande wa serikali ya DRC kweli imeshinikizwa kuja kuzungumza kwa mazungumzo haya ambayo imeyakataa kwa siku nyingi, lakini hali ya kupigwa kalamu kwa wanajeshi wa DRC imehakikisha kwamba serikali ya DRC iingie kwenye mazungumzo. Kwa hivyo nasema hivi, ni kama hata ingawa kuna mazungumzo haya, pande zote zinajipima, hususan M23, kuona kwamba mazungumzo haya kweli yataenda mbele, na hii ardhi ambayo tumeikomboa kweli tutaweza kuendelea kupanua ile nafsi yetu na ardhi ile ambayo tumeweza kuipata. Na upande wa DRC pia nao wanataka kuonyesha kwamba kweli wanataka mazungumzo, kwa sababu wapo wakati huu pahala pabaya. Kumalizia, kuna taifa hili la Rwanda ambalo pia lazima tuliangazia kwa undani. Wafuasi wa M23 wamesema kwamba mazungumzo kati ya Kagame na Tshisekedi wao hawamo ndani, ya kwamba hayo hayawahusishi. Kwa hivyo hiyo tena ni dalili mbaya kwa mazungumzo haya. Ni kama wanasiasa wanacheza na hizi karata za kidiplomasia, huku nyuma wakijua wataendeleza vita, hususan M23 kuweza kunyakua ardhi zaidi. Kwa wakati huu wanapumua wafuasi wa M23, pengine baada ya mazungumzo haya kusambaratika waeneze vita, lakini sidhani nia ya M23 ni nzuri kujaribu kutatua mzozo huu kwa kidiplomasia. Wanataka kutumia diplomasia kwa njia ya kivita. Marcel Hamdun, Profesa David Monda anasema haoni kama nia ya M23 ni nzuri kuelekea mazungumzo haya ya Doha. Una maoni gani wewe? Huyo bwana profesa, kwa sababu M23 wamekuwa katika mgogoro na serikali ya Kinshasa kwa muda mrefu, na watu wake. Leo tunamsikia Rubanga anazungumzia habari ya kwamba yeye ataunda kundi jingine la kivita, na Rubanga anajulikana jinsi alivyokuwa ameshiriki katika vita ya Kongo. Tunajua kina Pascal Ntaganda, tunamwangalia Sultani Makenga na wenzi wake, na tunaona watu wengine wanaozuka zaidi ya vikundi 100 na kadhalika. Jambo moja kubwa la msingi la kuzingatia ni kwamba watu wale wangetaka kujua huo mkataba uliotiwa saini kati ya serikali ya Kinshasa wakati ule ya marehemu wa Kabila na watu wa M23 ulikuwa ni mkataba gani. Kwa hiyo nafikiri ndani yake kuna jambo ambalo jumuiya ya kimataifa haikupata kuambiwa mapema na kadhalika. Lakini kibaya zaidi
ni kama alivyosema mwenzangu, ni kwamba tatizo kubwa ni aina fulani ya mwenendo wa jambo hili katika jumuiya ya kimataifa, na hasa nchi hizi za Jumuiya ya Mashariki na SADC pamoja zimesimamaje katika hili jambo, kwa sababu inavyoonekana kwamba M23 kwa namna moja au nyingine, au M23 kama wanavyoita, ina mpango makususi wa jinsi ya kuendesha vita hii. Na hili alisema profesa, hawa wanataka wapate nafuu fulani ya muda ili wapumzike, wajiandae na kufanya vitu vingine, ili baadaye waende kuyateka maeneo mengine na kukamata miji mingine mikubwa kama Lubumbashi na kadhalika, hata Kisangani. Kinshasa isikiwi mpaka ukamate maeneo ya mashariki, ukamate na Lubumbashi na kadhalika, kama wanavyosema watu wa Ulaya, hasa Uingereza, kwamba hujafika London kama hujafika Heathrow, kama hujakamata miji hii ya mashariki, basi hujaikamata Kinshasa. Nafikiri nia yao ni kuikamata Kinshasa na kuwafurusha watawala, ama kuwalazimisha wakubaliana na matakwa ambayo wanadai yamo ndani ya mkataba ambao haujulikani la kwao, kwamba lazima maeneo ya Goma, yani maeneo ya Kivu kaskazini na kusini, kuwe na utawala wa Watusi au utawala wa Wahima katika eneo hilo, na ili liweze kujiamulia mambo yake yenyewe na kadhalika. Na ndio mwanzo tu wa kuwa kwa taifa jingine linalotegemea, ambalo kiujumla na kwa ujumla wake ni kwamba inategemea sana maamuzi ya serikali ya Kigali ambayo inajaribu kujipanua, expansionist government. Inajaribu kufanya kitu namna hiyo ili ipate nafuu fulani katika rasilimali za vitu vingine. Ali Mali, unamsikia hapo Marcel Hamdoun anasema wanajaribu kidogo kuvuta muda waasi hawa wa M23. Kuna mazungumzo mengi yamefanyika kujaribu kutafutia ufumbuzi mzozo huu wa Kongo. Angola tumeona mazungumzo ya Luanda, na sasa mazungumzo haya yamehamia Doha. Je, Doha ndiyo ambayo italeta matumaini katika kutuliza hali ya mambo mashariki mwa Kongo? Mimi nadhani kwa kweli mikutano kama walivyozungumza wazungumzaji kabla yangu au wenzangu, ni mikutano ambayo bado haijagusa kiini cha tatizo, na bado uongo kunafikiana ni kukubwa mno kati ya serikali ya Kigali na kikundi cha M23, pia na serikali ya Kinshasa, kwa sababu yale ambayo yanayotangazwa kuwa yanazungumzwa kwenye mazungumzo sio tatizo la Kongo. Ndugu yangu hapa Mduni kazungumza mikataba. Hiyo mikataba ipo na ndiyo sababu haswa ya matatizo kurudia, kwa sababu tukikumbuka kwamba bwana marehemu Laurent Kabila aliingia nchini kwa kusaidiwa kwa kuletwa na jeshi la Rwanda hadi kufika kuingia madarakani, na mkuu wa majeshi akawa ni mmoja kati ya hizo nchi mbili, Rwanda na Kongo. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo Rwanda bado inadai kwamba ilichangia katika kubadili mabadiliko nchini Kongo na kufikisha utawala wa Kabila. Kwa hiyo mikataba ile ni kwamba katika sehemu la mashariki huku Rwanda iweze kuwa na uchunguzi na usimamizi huku mashariki. Kwa hiyo hilo linaleta shida, na rais yoyote mkongomani labda awe kichaa hawezi kukubali nchi yake iwe sehemu moja inamilikiwa na nchi jirani na yeye awe huku, labda sijui itakuwaje. Kwa hiyo ukweli wa haya mambo ndiyo yanaleta shida katika mazungumzo haya, na yataleta vita kubwa. Kwa hiyo njia mojawapo ya kumaliza matatizo haya ya Kongo kweli ni serikali ya Kongo iweze kuwa imara na iweze kuwa na jeshi ambalo linaweza kukabiliana na matatizo haya. Lakini kwa mazungumzo haya diplomasia na meza sasa miaka 30, sitegemei kama kwa kweli amani inaweza kupatikana kwa kudumu, kwa sababu faida ndani ya mzozo huu wanaoendesha kwa kweli zinashinda nguvu hasara ambazo zinatokea. Kwa hiyo hii itakuwa bado kabisa Qatar haiwezi kuaminika kuweza kuleta amani ya kudumu katika mzozo wa mashariki ya Kongo. Kasim Kayira Ali Mali anasema Qatar haiwezi kuaminika. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame walifanya mkutano wa kushangaza mjini Doha mnamo Machi 18. Hii ilikuwa ni duru ya kwanza ya mazungumzo huko Qatar. Kipi kitarajiwe katika mazungumzo haya ya duru ya pili kwa mtazamo wako kifupi? Kwa kweli ni vigumu, na kama walivyosema wenzangu hapo kabla, naona ni vigumu kuona. Qatar ni kama imejitokeza kidiplomasia. Utakumbuka katika mzozo wa Israel na Palestine na Gaza,
Qatar iliweza pamoja na Misri kuweza kufanya diplomasia ya kiwango cha juu, na hivyo kuweza kufikia makubaliano ambayo yalikuwa ni magumu kuweza kudhani kwamba yangeweza kufikiwa. Lakini katika mzozo wa Rwanda, Qatar ina maslahi ya moja kwa moja, na hivyo kuwa mpatanishi wakati una maslahi kati ya mataifa mawili haya, nafikiri kidogo huenda ikaleta uzito kidogo katika kuweza kufikia chochote. Qatar imewekeza nchini Rwanda kwa kiwango kikubwa kabisa katika viwanja vya ndege, sio hata kiwanja cha ndege pekee. Ndani ya uchumi wa Rwanda, Qatar imewekeza kwa kiasi kikubwa. Tayari nchini Kongo pia, ndani ya viwanja vya ndege, lakini pia ndani ya uchumi wa Kongo, maslahi ni makubwa kwa Qatar. Kuwa inakuja kama mpatanishi ilhali kuna maslahi fulani, huenda labda ikapunguza kipaji chake, nguvu zake za kuweza kuwa mpatanishi ambaye angekuwa ni mpatanishi wa kudumu. Na hivyo inafanya kwangu, kwa upande wangu, kuona mazungumzo hayo kuwa magumu. Wakati M23 imejitokeza kusema kwamba hawakualikwa na kwa hivyo hawakuonwa kama mmojawapo ya maswali ama shida ambayo ipo nchini Kongo, hiyo nayo inaacha mzozo. Licha ya kuwa Rwanda inasemekana kuwaunga mkono wapiganaji wa M23, wanabakia bado wana msimamo wao pale, na naona kinachotumiwa sasa wakati mazungumzo yanapozungumziwa ni M23 kujaribu kusukuma na kupanua eneo walilolikalia kwa madhumuni ya kwamba itakapofikia kama nyakati labda za kuweza kukaa meza na hivyo kukaa ana kwa ana, watakuwa na msimamo wa nguvu kidogo. Ni wakati wa M23 kukaa kwenye meza na serikali ya Kongo, na nafikiria ni mojawapo tu ya shida kubwa ambazo zinaikumba Kongo, ambapo labda na makundi mengine nayo yangetaka kuja kukaa mezani. Lakini hili swala unavyoliangalia kivyovyote, lazima kuhusishe Wakongomani ndani ya swala hili. Rwanda iwepo ama isiwepo, lazima Wakongomani wawe katika swala hili. Na tunapojifanya na kuangalia kando wakati tunazoitwa jitihada ama juhudi za kuleta amani, zinajiepusha na kuangalia swala hili, nafikiria bado kuna shida. Na kwa hivyo sina kwa kweli imani ya kwamba Qatar itaweza kupiga hatua kubwa katika mzozo huu, wakati ambapo wahusika wakubwa wenyewe ni kama hawajahusishwa. Hii ni kama makutano ya rais wa Rwanda na rais wa Kongo ambao ni marafiki wa mfalme sasa wa Qatar, lakini sioni kinachozidi hapo. Profesa David Monda, unamsikia hapo Kasim Kaira anasema haoni cha kuzidi hapo, ni kama ni mkutano tu baina ya marafiki wawili na rafiki yao. Kumeundwa vuguvugu jipya linaitwa Convention for the Popular Revolution, CPR. Hili ni kundi jipya la waasi, limeundwa na mbabe wa kivita wa zamani Thomas Lubanga, mzaliwa wa Ituri, na kuundwa kwake kunakuja wakati jeshi la Kongo likikabiliwa na shinikizo kutokana na machafuko ya kusonga mbele kwa waasi wa M23. Kundi hili linaleta sasa tofauti gani au mazingira gani katika mzozo huu wa Kongo na athari zake? Linaleta makali na hali ya kuzidi ya sintofahamu kwenye mazingira za kidiplomasia na mazingira ya kijeshi. Tusisahau ya kwamba hata ingawa tunaangazia hiki kikundi kipya cha Thomas Lubanga cha CPR, tunaangazia M23, M23, kuna vikundi zaidi ya 200 makundi ya kijeshi ambayo yote yana uongozi wao, yana ushawishi wao, yana madola ya kutoka nje ambayo yanawasaidia. Kuna ADF kule inakinzana na serikali ya Uganda. Kwa hivyo ni hali ya kuchanganyisha zaidi kujibu swali lako, na pia ndasema hivyo kwa sababu tunajua miaka ya nyuma kikundi cha Thomas Lubanga cha kule awali cha UPC kilikuwa kinasaidiwa na Uganda. Kwa hivyo kitendawili ni hiki, kweli hiki kikundi kipya cha Thomas Lubanga cha CPR ni jitihada ya Uganda ya Museveni kujaribu kutafuta ushawishi kupitia miundombinu ya kijeshi
kujaribu kudhoofisha makali ya Paul Kagame anayoitumia kikundi cha M23. Na pia jambo jingine ambalo laniletea hofu ni kwamba Thomas Lubanga alifungwa gerezani kule Uholanzi, mahakama ya ICC, akaachiliwa baada ya kumaliza hukumu yake. Kwa hivyo ni kama hajatishika hata na mahakama ya ICC. Bado anaendelea na hii kazi yake kila kukicha, uhasama na hivi vikundi vya kigaidi. Kwa hivyo ni jambo ambalo linaleta kusambaratishwa kwa juhudi za kidiplomasia, na nadhani itaendelea kukanganya mikakati ya kujaribu kuleta suluhu kwenye masuala haya ya DRC, hususan tukiangazia kwamba serikali kuu kule Kinshasa ni dhaifu sana, ya kwamba Kagame pia bado anajipima kuona kweli ataweza kuendeleza vita hivi hata ingawa amewekewa vikwazo na Umoja wa Ulaya. Na pia tusahau ya kwamba serikali ya DRC sasa inataka kushawishi serikali ya Donald Trump kuleta wanajeshi au usaidizi kutoka Marekani na DRC isaidie Marekani na madini. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha sana, na nadhani Lubanga kuanzisha kikundi hiki cha kijeshi inaleta mkanganyiko na hali ya sintofahamu zaidi kwenye masuala haya ya DRC. Kasim Kaira, Thomas Lubanga amerudi tena. Ujio wake huu unaleta taswira gani kuelekea mazungumzo hayo ya Doha na juhudi jumla za kujaribu kuleta utulivu mashariki mwa Kongo? Inaongeza katika kitendawili ambacho ni Kongo, na nimetumia kauli nafikiri tulipokuwa tunazungumza kidogo nawe hapo awali, nikasema kwamba he learned nothing and forgot nothing, yani hakujifunza chochote kutokana na hali hii ambayo ilijitokeza, kufungwa na kisha kuachiliwa. Lakini pia sasa, kwa sababu majeshi ya Uganda, kumbuka, yameingia pia Kongo, upande mmoja yakisaidiana ama yakiambatana na majeshi ya Kongo, lakini upande mwingine pia maeneo ya Bunia, kwa kusema kwamba watu walikuwa wameanza kuuawa na kadhalika. Kuwa Thomas Lubanga anajitokeza kwa wakati huu, inaleta swali tena, itakuwa ni Uganda ndio imemuunga mkono pia kwa wakati huu, na kwa hivyo kujaribu kuleta balance. Rwanda kama inaunga mkono M23 kama inavyosemwa, je, itakuwa nayo Uganda sasa inakuja kumuunga Thomas Lubanga mkono? Na katika hali hiyo, je, inaleta sura gani? Kumbuka nchini Kongo kwenyewe, Jean-Pierre Bemba ambaye pia naye alifungwa mahakama ya ICC, ndiyo sio kwa masuala ya ndani ya Kongo, ni masuala ya Jamhuri ya Afrika ya Kati, lakini bado unakuta hawa watatu wote ambao wanazungumziwa katika hali hii kujikuta katika theater ya vita. Nafikiri kidogo inaongeza changamoto katika kitendawili ambacho ni Kongo kwa kweli, na hatujui kwa sasa hivi manake tutaelekea wapi. Ikiwa Thomas Lubanga atakuwa ameanzisha sasa hivi, je, uhusiano wa Thomas Lubanga na M23 utakuwa upi katika nyanja hii mpya? Kwa sababu alipokuwa hapo pale awali ilikuwa kidogo uhusiano wa CNDP alafu na uhusiano wa M23 ulikuwa ni tofauti sana. Je, wakati huu kutakuwa kuna ushirikiano fulani kwamba labda imejaribiwa kufungua front kadhaa ambazo itawezesha kuweza kufika Kinshasa kwa haraka, kwa sababu kama Kisangani kikamatwa, Lubumbashi kikamatwa, hapo safari ya kuelekea Kinshasa kidogo inakuwa imerahisika sana, hasa kupitia majini. Sasa je, itakuwa ni kujaribu kuweka front mbili ambazo huenda zikaweka shinikizo kwa majeshi ya Kongo na wasaidizi wake ili kusukuma na hivyo kuweza kuelekea Kinshasa kwa haraka, au labda ni njia ya kujaribu kufunga breki katika mwendo wa kasi wa M23? Nafikiri ndio sababu tunasema ni kitendawili, kwa sababu hizi zote ni presuppositions ni kuangalia, na unapozungumza na wachambuzi wa kijeshi na hasa ndani ya jeshi hapa Uganda, kidogo nimekuwa najaribu kujipenyeza na kuuliza maswali kadhaa nyanja tofauti, lakini kidogo nasikia kila mtu ni kama wakati huu amefunga breki, hawasemi la kutosha kama ilivyokuwa kawaida. Sasa kidogo hiyo inafanya kidogo kuwa gumzo katika njia ya kujaribu kufahamu hasa na hadithi nini ambacho kitaendelea ama kinachoendelea kwa wakati huu. Marcel,
Lubanga tunafahamu aliachiwa huru mwaka 2020 na Rais Felix Tshisekedi akamteua katika tume maalum ya kuleta amani huko Ituri, lakini mwaka wa 2022 akatekwa nyara kwa miezi miwili na kundi la waasi ambalo anailaumu serikali kwa kusema kwamba hiyo serikali ndio ambayo ilikuwa imelileta kundi hilo, na kundi hili sasa hivi liko huko nchini Uganda. Na katika kauli yake Lubanga alisema kwamba kundi lake hili ama vuguvugu hili la CPR lina kitengo cha kisiasa na kitengo cha kijeshi, wakiwemo wapiganaji wenye silaha katika maeneo matatu mkoani Ituri. Kurejea kwa Lubanga inavyoonekana sasa sio katika mtizamo wa kudumisha amani Ituri au katika eneo zima la mashariki mwa Kongo, bali sasa ni katika utayari wa kuingia katika mapambano. Marcel, ni utayari wa kuingia mapambano, na hofu moja kubwa kwamba watu wa M23 au M23 wanaweza katika maeneo yote yenye mali nyingi katika nchi ya Kongo. Kwa hiyo akina Thomas Lubanga na wenzi wake ambao mwanzoni walionekana kuwa na nguvu kwenye maeneo ya Ituri na kadhalika wakakosa burwa. Kwa hiyo nafikiri katika hili wamechagundua udhaifu wa serikali ya Kinshasa mara hii ni mkubwa zaidi pengine kuliko wakati wote wa mgogoro, na kwa msingi huo uwezekano wa jahazi limezama kila mtu achukue ubao ni mkubwa zaidi. Na ubao gani unachukua ni na kadhalika, ubao wa stahani au ubao wa ngama, na ni mambo ya kuzingatia katika hili. Thomas Lubanga anaona kishafungwa, amepigana kwa muda mrefu, alikuwa maarufu kwenye maeneo yake, na serikali ya Kinshasa kwa mtume ilipata kutambua umuhimu wake mpaka kamteua kwa mmoja wa watu wanaoshughulikia masuala ya watu katika eneo hili la Ituri. Kwa hiyo naye ameamua sasa, kwa sababu serikali tayari ishaingia naye mgogoro na akadai kwamba wamemteka na kadhalika, ameona kuna haja ya kukamata eneo lake alilozoea. Ndio maana utaona Lubanga hakwenda sehemu nyinginewe, amekamata Ituri, anakamata Ituri akijua kwamba huko ndo haswa atakakoeleweka kwa urahisi, kwa sababu watu wanamfahamu, amepateka muda mrefu, ameendesha harakati za kivita muda mrefu, amepata marafiki, anajua jiografia vizuri ya eneo hilo. Lakini pia ni kuwalazimisha au kulazimisha serikali ya Kinshasa ikubaliane naye katika kutafuta marafiki wa kupambana na M23. Hiyo ni jambo la kwanza. Lakini la pili, huu ni mwanzo wa uwezekano wa kugawanyika kwa Kongo. Kongo tokea vita ya zamani ile ya kina General Mbumba haikupata kugawanyika, lakini mara hii hata vita ya Kasai ya marehemu Mobutu na wezi wake haikupata kugawanya Kongo, lakini mara hii mgawanyiko unaweza kuwa mkubwa, na inawezekana kabisa kwamba kila mmoja au kila kundi litakuja katika jitihada za kulazimisha kuundwa kwa serikali ambayo itawatambua kwenye maeneo hayo. Wanaiona M23 ina nguvu kubwa, lakini itapata murwa peke yake. Lazima wagawane vipande. Kugawana vipande ndio kugawanyika kwa nchi ya Kongo, kama tulivyoiona Sudani ikigawanyika mara mbili, Sudani ya Kusini na Kaskazini. Ndio mwanzo wa kugawanyika kwa nchi ya Kongo, kama nchi za maziwa makuu, nchi za ukanda wa SADC na East African Cooperation hazikuchukua hatua za kutosha. Ali Mali, kwa hapa tulipofikia katika mzozo wa Kongo kwa ujumla wake, ungeweza kusema nini na kuangalia mbele kule tunakokwenda? Ali Mali. Haya, swali hili basi nikutupie wewe Profesa Monda. Kule mbele vile mwenzangu amesema pale nyuma ni kwamba nadhani ni dalili mbaya kwa taifa la DRC kukuza miundombinu ya kidiplomasia kujaribu kutatua mgogoro huu, na nadhani itaendeleza pengine taswira pale ambapo pengine eneo hii inayokaliwa na vikundi vinavyomuunga Thomas Lubanga, hiki kikundi cha UPC kule Ituri, pengine sehemu hiyo ikaamua kujitenga na DRC, sehemu ya Kivu Kusini, Kivu Kaskazini, maeneo yanayokaliwa na M23 yaamue kupitia usaidizi wa Rwanda kuwa na taifa huru au ukanda huru, kwa mfano kama vile Kosovo kule Ulaya, kwa Wabanyamulenge ambao wanasema ya kwamba wanakandamizwa na serikali kuu. Na nasema hivyo hii hali ya kusambaratika kwa taifa la DRC kwa sababu ya udhaifu wa Rais Tshisekedi na serikali kuu ya Kinshasa
na hususan pia tukiangazia kwamba sasa jeshi la DRC ambayo ni dhaifu kwa wakati huu sasa itakuwa tena na mkondo mwingine wa kujaribu kuzozana na hiki kikundi kipya cha CPR. Kwa hivyo kujibu swali lako ni kwamba dalili sio nzuri, na lazima pia niongezea kwamba kuna hali mbaya sana ya kibinadamu. Kwa hivyo ni donda ndugu na aibu sana kwa bara lote la Afrika. Haya, asante sana Profesa. Ali Mali, nafahamishwa kwamba umerejea katika laini ya simu. Ndio. Yapi maoni yako na wewe ukiangalia pale ambapo mgogoro huu wa Kongo umefikia, yale ambayo yamekuwa yakiendelea, yale yanayoendelea hivi sasa mashariki mwa Kongo na kuelekea Doha, unaona nini mbele? Kwa kweli mzozo huu wa Kongo watu wanautabiri kama ni mzozo wa Kongo, lakini Kongo imeambukizwa mzozo huu kutoka Rwanda. Hili lipo wazi. Kongo kwa muda mrefu haina matatizo kama haya ya ukabila kiasi ambacho utusi unazungumziwa katika ardhi ya Kongo. Lakini tukumbuke kwamba tangu 94 kulipopitika mauaji ya kimbari na serikali ile ya Wahutu iliyokimbilia Kongo, ndipo kulianza siasa hizi za kuhamisha tatizo Rwanda na kulipeleka Kongo. Kwa hiyo madai mengi sana ambayo M23 wanazungumza ya Watusi, wanazungumza lugha ya Kinyarwanda, ni magonjwa na ni maradhi ambayo yanatengenezwa Rwanda kwa faida ya Rwanda na sio kwa faida ya Kongomani. Kwa hiyo mzozo huu ili umalizike Kongo na Wakongomani wapate amani, basi ni Wakongomani watathmini hali ya nchi yao na baadaye nchi yao na vizazi vyao vitaishije ili waweze kujikosoa. Lakini wakikaa katika kuota ndoto mchana, basi matatizo haya hayatamalizika, kwa sababu kuna watu wameyafanyia kazi kwa muda wa miaka mingi na wanaishi na wananeemeka kwa sababu ya mzozo huyu wa mashariki mwa Kongo. Kitandawili cha mazungumzo ya Qatar ni faida za watu binafsi, akiwemo Bwana Tshisekedi na Bwana Kagame pia, kwa sababu hata M23 yenyewe inafadhiliwa tu. Lakini mwenye matatizo hasa na mwenye mradi huyu wa mzozo wa Kongo ni serikali ya Rwanda ikishirikiana na serikali ambazo zinapishana nchini Kongo. Kumbe dawa ya hii tatizo sio mazungumzo, ni Wakongomani waache kupuuza, waache muziki, waache michezo, waelewe kama wako na taifa kubwa na waamue kabisa kujilinda kwa nguvu kwa kupigana. Kiasi kwamba ni nchi kubwa yenye mali, basi iwe nchi kubwa yenye jeshi linalotishia, ili kusiwi mtu au nchi yoyote inaweza kuthubutu kuchokoza Kongo. Lakini udhaifu wa Kongo serikalini, jeshi tunafahamu kwamba udhaifu wake ni kwa sababu ni jeshi limeundwa kutoka vikundi vingi, vikiwemo Wanyarwanda ambao wamepachikwa, watu ambao walikuwa katika jeshi la Rwanda. Naam. Lakini waliingizwa na kabila na leo wako ndani ya serikali na ndani ya jeshi la Kongo. Udhaifu huu kabla haujamalizika, basi tatizo hili haliwezi kumalizika, kwa sababu mzozo ulipikwa Rwanda na unawekwa mezani nchini Kongo upande wa mashariki. Kumbe matatizo haya yanahusu Wakongomani wenyewe na dawa wako nayo wenyewe. Wabadilike. Miaka 30 watu wameingia mle kuwasaidia ni wengi, wanajeshi ni wengi, Umoja wa Mataifa uko mle zaidi ya watu 20,000 wanajeshi. Mzozo haumaliziki. Kwa hiyo watu wasipoteze muda kwenye mazungumzo. Haya mazungumzo labda yatulize tu mapigano, wa raia wasiokuwa na hatia waishi vizuri, wapate misaada, lakini kwa mzozo kumalizika hauwezi kumalizika hadi serikali ya Kongo itakuwa na nguvu na jeshi la kuweza kutishia Rwanda ili isiwezi kuendelea mchezo huu. Profesa David Monda, dakika moja tu utoe kauli yako ya mwisho. Mimi ningesema kupanda mchongoma kushuka ndio ngoma. Kwa hivyo hivi vikundi vya waasi vinavyochipuka, nadhani kuvipiga kalamu ndio itakuwa kitendawili kigumu zaidi. Siku za mbele DRC pana moto, changamoto nyingi. Haya, asante sana Profesa Monda. Naam, msikilizaji, hadi hapo ndipo tunakamilisha kipindi chetu cha maoni mbele ya meza ya duara, ambapo leo tumeujadili mgogoro wa Kongo tukijikita katika makubaliano kati ya jumuiya ya SADC na waasi wa M23, mazungumzo ya duru ya pili huko Doha, Qatar, na kuundwa kwa kundi jipya la waasi na Thomas Lubanga, mbabe wa zamani wa kivita. Tumekuwa naye Marcel Hamdoun, mchambuzi wa siasa katika mji wa Mwanza huko nchini Tanzania, mjini Paris nchini Ufaransa
siasa tulimwalika Profesa Ali Mali, mchambuzi wa siasa za kimataifa. Huko mjini New York nchini Marekani alikuweko Profesa David Monda, yeye pia ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, na Kampala, Uganda alikuweko Kasim Kaira, mwandishi habari na pia vile mchambuzi wa siasa za eneo la Maziwa Makuu. Mwenyekiti hapa Bonn nimekuwa ni mimi Josephat Charo, hadi mara nyingine. Kwa heri.